Wakati upepo mkali ukipuliza juu ya maji ya bluu ya Ghuba ya Uajemi, sauti ya shujaa ilisikika. Brigedia Jenerali Alireza Tangsiri, kamanda wa jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, kwa macho yaliyokoma na sauti iliyosheheni uzito wa historia, alitangaza bila kusita, akisema usalama wa mlango wa Hormuz na Ghuba ya Uajemi uko mikononi mwa watoto wa eneo hilo, sio wageni, sio wauzaji wa silaha, bali wao wenyewe. Akizungumza mbele ya safu za askari waliovalia sare zilizojaa alama za kujitolea, Tangsiri amesisitiza kuwa amani ya maji hayo nyeti, yanayochukuliwa kuwa mshipa wa mafuta wa dunia, imehakikishwa na nguvu na ujasiri wa majeshi ya Iran. Kwa maneno yake, amekumbusha dunia kuwa gharama ya usalama huu si ya maneno matupu, na hapa namnukuu: dunia inadaiwa damu ya mashujaa waliotoa maisha yao ili mlango wa Hormuz ubaki wazi na bendera ya heshima iendelee kupepea, mwisho wa kumnukuu. Kwa macho ya dunia yakielekea kwenye njia hii nyembamba inayounganisha bahari ya Oman na Ghuba ya Uajemi, ujumbe wa Tangsiri ulikuwa wazi kama mwanga wa alfajiri, kwani nguvu ya ukweli haitokani na uwepo wa mataifa ya kigeni, bali kutoka katika umoja, damu na imani ya watu wanaolinda ardhi yao wenyewe. Katika hatua nyingine, ndani ya ukumbi uliotulia wa makao makuu ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, kamanda mkuu Meja Jenerali Mohamed Papur alisimama thabiti, sauti yake ikijaa uzito wa onyo na ujasiri, na hapa namnukuu: tuko tayari kujibu kwa maamuzi makali dhidi ya uvamizi wowote ule, alisema kwa msisitizo. Yeyote atakayethubutu kuivamia Iran, tutamfanyia maisha kuwa jehanamu, na mwisho wa kumnukuu. Maneno hayo yametolewa wakati wa kikao chake na mshauri wa usalama wa taifa wa Iraq, Hasim Ali Araji, kilichofanyika mjini Tehran, ambapo pia Papur amerejelea vita vya siku 12 vilivyolazimishwa na Israeli dhidi ya Iran mwezi Juni, akisema jeshi la makombora la Iran lilionyesha uwezo mkubwa na usahihi wa hali ya juu. Walidhani nguvu zetu za makombora zingedhoofika mapema, lakini tuliitikia kwa nguvu na umakini, amesema, huku akionyesha fahari ya taifa lililojitayarisha kwa hali yoyote. Kamanda huyo ameishukuru serikali ya Iraq kwa hatua zake za kudhibiti makundi ya wapinzani wa Iran yaliyokuwa yakifanya shughuli karibu na mpaka wakati wa vita, akisisitiza haja ya kutekeleza kwa ukamilifu makubaliano ya usalama kati ya nchi hizo mbili, ambapo makundi hayo ni tishio kwa mataifa yote mawili, hivyo ni muhimu kuyadhibiti kwa ushirikiano. Kwa upande wake, Hasimu Ali Araji amehakikishia Iran kwamba Baghdad imejizatiti kulinda uhusiano wa usalama wa pamoja, kwani usalama wa Iran ni usalama wa Iraq. Amebainisha kuwa Iraq haitoruhusu ardhi yake itumike kwa mashambulizi dhidi ya Iran, na kwamba chombo maalumu cha usimamizi kimeundwa kuhakikisha makubaliano ya usalama yanatekelezwa ipasavyo, ambapo amedai kuwa wakati wa vita vya siku 12 hawakuruhusu kundi lolote adui kuchukua hatua, na wataendelea kuhakikisha hali hiyo inaendelea. Kadri kikao kilivyomalizika, hali ya umoja na tahadhari ilitanda Tehran na Baghdad, zilizopitia historia zenye milima na mabonde. Zilionekana kuimarisha uhusiano wao kwa imani kwamba usalama wa mmoja ni ngao ya mwingine.